Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 15 ya mwezi wa 11 mwaka 2025, siku nzuri kabisa, siku ya Jumamosi. Ni kualike kunako udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania, dakika kadhaa ya kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Kubwa ni kukumbusha, kama ndo mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele. Lakini pia tunapatikana kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii Facebook, Instagram, TikTok, bila kusahau mtandao wa X kwa jina la Toka Zamani TV. Usisahau kuacha bodi yako kwenye comment kwa kile ambacho unakitazama kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante sana kwa kuwe mdau ambao unaandika comment. Na bila kupoteza wakati tunaanza rukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo ipo Dar es Salaam, Kigamboni, Kibada, barabara ya kwenda darajani. Maziwa mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, bidhaa za nyama, sausage bora kabisa Tanzania kutoka Peramio, lakini pia vinywaji vya aina mbalimbali vinapatikana hapo, mafuta ya kupikia, lakini pia na bidhaa nyingine nyingi kwa ajili ya matumizi yako wewe ambaye unatutazama wakati huu. Fika hapo ili uweze kupata bidhaa zako mbalimbali ambazo unazihitaji. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket, piga simu namba 0775946447. Gazeti Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni Samia asikia vilio, asamehe, atoa msamaha kwa vijana waliokamatwa vurugu uchaguzi mkuu, kuunda wizara ya vijana kuwa na mshauri wao Ikulu, maridhiano ya kisiasa kuendelea, atoa mwelekeo wa serikali miaka 5 ijayo. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Nukuu za baadhi aliyosema zimeandikwa kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili, mmoja ikiwa nchi wanahitaji mabadiliko chanya kwa maendeleo. Watendaji msipobadilika kuendana na matarajio ya wananchi, tutawabadilikia. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili. Mengine yaliyoandikwa ni maridhiano ya kisiasa kuendelea, ekari za umwagiliaji kutoka milioni 3.4 hadi milioni 5, kila wilaya kuwa na kongani ya viwanda, madini kudhamini mikopo ya uwekezaji. Haya yote ni katika ukurasa wa pili. Amhadharisha Mwiguru vishawishi vya marafiki, asema nafasi yake haina ndugu jamaa, amsifu Majaliwa wa mafanikio ya serikali. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Lakini pia gazeti Habari Leo limeandika dalali mahakama mbaroni, wizi wa milioni 22. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, nalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni safari ya maridhiano. Rais Samia atoa mwelekeo mpya wa kujenga umoja, mshikamano, akinyosha mkono wa mazungumzo, awapa pole, agiza msamaha waliofuata mkumbo vurugu Oktoba 29. BAKWATA atoa tamko, yagusia maridhiano. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili, wa 3 pamoja na ukurasa wa 4. Wizara maalum ya vijana yaja, marufuku kuzuia maiti hospitalini, tume maalum kuchunguza. Rais Samia ataunda tume kuchunguza vurugu za maandamano ya Oktoba 29 zilizosababisha vifo na uharibifu wa mali za wananchi na taasisi za umma. Mwendo kasi kuendelea, kero ya mabasi ya mwendo kasi bado mwiba kwa wananchi. Rais Samia ametangaza kuwa kipaumbele chake ni kuboresha mradi huo muhimu Dar es Salaam. Ndio iliyoandikwa kwenye ukurasa mbele wa gazeti Mwananchi. Ninamuomba Mwenyezi Mungu mwisho wa utumishi wa awamu ya 6 usipimwe tu kwa vitu vitakavyoachwa, bali tu vipimwe kwa tabasamu tutakaloliacha kwenye nyuso za Watanzania, na nukuu ya Rais Samia Suluhu Hassan. Lakini pia gazeti hili limeandika mambo yaliyombeba Mwigulu kwa waziri mkuu. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Simulizi kujiokoa wasio na makazi yaliyotokea Oktoba 29. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 6. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake mbele. Nipashe Mwanga Jamii lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Samia, nimehuzunishwa, nimesononeshwa sana. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili pamoja na ukurasa wa 3. Hoja mbalimbali zilizoandikwa kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti Nipashe ni hoja za vijana. Atangaza msamaha kwa vijana waliofuata mkumbo, akimtaka DPP kuwachuja, kuwafutia uhaini, awataka wasikubali kutumika kuchoma nchi yao, kuunda wizara ya mambo ya vijana, kuweka na kumshauri kuhusu mambo yao,
kuongeza mtaji wa bilioni 200 vijana wanawake, kuanzisha programu ya mentorship kwa vijana. Tanzania inaongozwa na haki, amani haikubali kuvurugwa. Hoja nyingine ni ya pole waliofariki dunia, majeruhi, kuharibiwa mali. Oktoba 29 aunda tume kuchunguza kuelekea maridhiano. Bima ya afya kwa wote kuondoa tatizo la kuzuia maiti. Aonya watumishi wasiowajibika. Ataka mkono wa maelewano na vyama vya siasa. Ataja vigezo sifa zilizombeba Mwigulu. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili pamoja na ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Nipashe pili imeandika BAKWATA yataka hatua kali walioanzisha vurugu. Habari katika ukurasa wa 8. ACT Wazalendo watoa msimamo kuhusu serikali ya umoja wa kitaifa. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 4, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Kila siku Fort Johanna Daycare and Nursery School inaanza na tabasamu, furaha na ujifunzaji unaohisi kama nyumbani. Tunafuata mfumo wa Montessori. Watoto hujifunza kwa kuchunguza, kugundua na kufanya mambo kwa vitendo, huku wakikua kwa uhuru. Walimu na walezi wetu wamefunzwa vizuri, wana uzoefu na upendo mkubwa kwa watoto, kuhakikisha kila mtoto anahisi kuthaminiwa na kujali. Fort Johanna Daycare and Nursery School ni mahali salama na penye ubunifu, ambapo watoto wanajifunza, wanacheza na kujijenga kwa kujiamini. Kwa wazazi wa Kigamboni na maeneo karibu ya Dar es Salaam, usikose nafasi. Usajili kwa mwaka wa masomo 2026 umefunguliwa sasa. Tunapokea watoto kuanzia umri wa mwaka 1 hadi miaka 5. Fort Johanna Daycare and Nursery School, mahali ambapo kujifunza ni upendo. Tembelea au tupigie simu leo kwa namba za simu 0746369615. Tunatazama sasa gazeti Uhuru kweli daima lenye habari iliyopewa kipaumbele ni maridhiano. Ni msisitizo wa Rais Dr. Samia alipozindua bunge la 13. Asema tume aliyoiunda itaongoza serikali katika mazungumzo ya kuleta amani na maelewano nchini. Atangaza kuwasamehe vijana waliofuata mkumbo kwenye vurugu siku Oktoba 29. Mwageza DPP kuangalia viwango vya makosa yao. Ndani wa taarifa hii katika ukurasa wa pili. Polisi yaonya kutumia mitandao kutisha watu. Habari katika ukurasa wa 15. Maagizo matatu kwa Dr. Nchemba. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili imeandika taasisi za Kiislamu zaanika manufaa kutunza amani. Habari katika ukurasa wa 4, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru kweli daima. Mwanahabari katika ukurasa wake mbele limeandika huruma ya mama. Rais Dr. Samia atoa msamaha kwa vijana waliofanya vurugu siku ya uchaguzi kwa kufuata mkumbo. Ameongeza DPP vyombo vya ulinzi na usalama kuchuja makosa, kuacha uhuru vijana. Atuma salamu za pole kwa familia, ndugu na jamaa waliopoteza upendo wao wakati wa machafuko. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 3. Kuanzisha wizara rasmi ya vijana. Asema lengo ni kuhakikisha wanaondoa changamoto za vijana kupitia wizara hiyo. Asisitiza pia atahakikisha kuna kuwapo na washauri maalum wa rais kuhusu masuala ya vijana. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 2. Mwanahabari limeandika Samia toa taswira uelekeo mpya wa serikali mpya. Habari katika ukurasa wa 2. Asema serikali imedhamiria kufika chini, kuwekeza, kufahamu changamoto na kufikia malengo. Ahidi serikali ya kasi na kuwataka watendaji kubadilika na kujituma kuleta matokeo chanya kwa wananchi. Katibu mkuu CWT apongeza hotuba ya Rais Samia. Habari katika ukurasa wa 6 wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanahabari katika ukurasa wake wa 2. Tunatazama sasa gazeti Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi lenye limeandika Dr. Samia anyosha mkono wa msamaha ni kwa waliofuata mkumbo vurugu siku ya uchaguzi. Eleza mwelekeo wa utekelezaji 2025-2030. Wizara ya Afya toa tahadhari maradhi ya mlipuko. Habari katika ukurasa wa 3. Dr. Mwinyi ahudhuria kuapishwa waziri mkuu. Habari katika ukurasa wa 3. Wa Palestina waliozuiwa kwenye ndege Afrika Kusini waachwa. Habari katika ukurasa wa 9 wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi. Lakini pia gazeti hili kiandika Dr. Samia eleza mchakato uteuzi wa Mwigulu. Habari katika ukurasa wa 2. Wananchi wampongeza Dr. Mwinyi uteuzi wa mawaziri. Habari katika ukurasa wa 2, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo. Na sasa tukiukia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani. Mikononi mwangu nalo gazeti Mwanaspoti lenye limeandika Pantev atoa msimamo, mastaa kazi wanayo, Kamara akubali yaishi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 12.
Mechi mbalimbali za Simba Novemba ni Novemba 22 Simba dhidi ya Petro de Luanda, Novemba 30 ni Marien dhidi ya Simba, Disemba 3 ni Dodoma dhidi ya Simba Sports Club, ligi kuu Tanzania bara, uwanja wa Jamhuri. Pedro aja kivingine. Isaac Dawa ya Waarabu awasilisha ombi kwa mabosi. Habari katika ukurasa wa 15 ni Novemba 22 Yanga dhidi ya FAR Rabat, ligi ya mabingwa barani Afrika, uwanja wa New Amani Complex. Mwaka mmoja wa Kinkiki kaburini. Habari katika ukurasa wa 10 wa gazeti hili. Kulikuwa na Cameroon ya Eto'o, alafu kuna hii kichekesho nyuma ya pazia na Edo Kumwembe. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 15. JKT Queens kanyaga twende. Habari katika ukurasa wa 14. Timu hiyo imetoka sare 2 katika michuano hiyo. Lakini pia gazeti hili limeandika Maguire Casemiro watikisa kimtindo. Habari katika ukurasa wa 18, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake mbele. Kufuzu World Cup leo Jumamosi ni Georgia dhidi ya Hispania saa 2 kamili usiku. Magazeti ya habari ukurasa wa nyuma wa gazeti ya Habari Leo lenyewe limeandika serikali kujenga shule za michezo. Habari ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. Stars kibaruani Misri, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Kamara kukosa makundi Afrika, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Gazeti hili limeandika Jux kutikisa Lagos Disemba 18, habari katika ukurasa wa 21. Azam yapata mtendaji mkuu mpya, habari katika ukurasa wa 23, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Na gazeti Habari Leo linakamilisha rukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante na kwaheri kwa sasa.